Ndugu mtazamaji na msikilizaji, nikukaribishe sana kwa siku ya leo. Ni siku kwangu ya pekee kabisa kupata bahati ambayo inatokea mara chache pengine kufanya mahojiano na Baba Askofu Mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Tabora, Askofu Mkuu Paulo Ruzoka. Ni mahojiano ambayo tunapenda kusikia machache au mengi kutoka kwake, ambayo sisi kama wasikilizaji na watazamaji yatatusaidia katika maisha yetu, kwa sababu kama kiongozi wa kanisa, kama askofu, lakini kama padre, na kule nyuma kabisa mwanzo wa maisha kama atakavyoeleza kama mseminari mdogo, ana mengi ya kutushirikisha, na katika kutushirikisha tutajifunza mengi sisi pia, kwa sababu historia inafundisha sana. Basi Mhashamu Baba Askofu Mkuu, karibuni sana, nikukaribishe kwa mahojiano hayo. Na kwanza kabisa pengine kabla ya kuanza, nikushukuru sana kwa kukubali kuweza kutushirikisha hayo machache au mengi utakayokuwa nayo. Pengine tunapoanza mahojiano hayo, ningependa mimi pamoja na wasikilizaji na watazamaji tuelewe angalau historia yako kwa ufupi, tangu mwanzo ulipozaliwa, pengine ili tuweze kufahamu zaidi. Karibu sana Baba Askofu, utueleze hilo, tuanze na hilo. Asante sana Mheshimiwa Padre Faustin Rwechungura kwa kufika hapa Msufini Ipuli, ambapo ninaishi kwa sasa baada ya kustaafu. Nipende kukushukuru kwa kuchukua hatua hiyo ya kutaka kuja kupata machache ambayo yananihusu mimi mwenyewe. Kuhusu utoto wangu itakuwa ni vigumu kusema mengi, kwa sababu mtoto unazaliwa basi unakuwa taratibu. Unapokuwa ndani ya familia na majirani, ndio taratibu unaweza kusikia hili au lile ambalo linaongelea juu ya utoto wako. Ni kweli nilizaliwa katika familia ya Bwana Bartolomayo Ruzoka Rubondo na mama Sidonia Bigina, ambaye baba yake alikuwa anaitwa Ntamagara, na nilizaliwa kama mtoto wa pili. Dada yangu ambaye kwa Mungu jalia bado yupo, anaitwa Leonia Twenzi, na Twenzi maana yake ingejua lugha ya kitaalamu za wanavyoelewa watu wengine, angekuwa anajulikana kama early morning star, nyota ya asubuhi. Basi yeye ndiye alinitangulia na mimi nikafuata. Mimi nimezaliwa 1948 navyosemekana kwenye tarehe ya 9 hivi mwezi Novemba, mwishoni mwa mwaka ndio nimezaliwa kipindi hicho, katika kijiji ambacho baadaye kuja kujulikana kama Nyakayenzi, lakini ilikuwa ni mwambao wa vijiji vingi kadha wa kadha, na ilikuwa ni kijiji ambacho ni jirani kwa kiasi cha kilomita kama 10 hivi au maili 5 kutoka hapo Nyakayenzi kwenda Muhange ambako nilisoma shule ya msingi. Basi nikikuwa katika familia hiyo, si kwamba nilikuwa peke yangu, tulikuwa na familia kubwa, watoto wengi na marafiki, wajomba, wepwa na kadhalika. Kwa hivi tulikuwa ni watoto wengi kidogo. Na wakati nakwenda shule mwaka wa 56 au 57, samahani, nimesema 56 kwa sababu ilikuwa niende shule mwaka 56, lakini kwa sababu ya umbali baba akakataa, akasema pana, utapata shida kwenda huko. Nikaenda mwaka 57 huko Muhange, ambako ilikuwa ni milimani kwenye
milimani huko, na tulikutana na wanafunzi kutoka vijiji jirani ambavyo sasa hivi vinaunda tarafa ya Muhange, na mimi maeneo ambayo tulikuwa tumezaliwa ilikuwa ni katika parokia ya Kakonko, lakini parokia ya Kakonko imeanza tu mwaka wa 1932. Wakati huo inaanza, baba tayari alikuwa ni mtu mzima na alikuwa ameshaoa tayari, na alipokwenda parokiani hapo au misioni, mapadi wakampenda sana, wakasema, wewe bwana, namna gani uje kufuata mafundisho nani? Akasema, mimi nina mji wangu na nina kazi yangu. Wakati huo alikuwa anafanya kazi katika serikali ya nyakati zile ya wakoloni, lakini vile vile zaidi utemini. Alikuwa ni mmoja wa hudumu kwenye maeneo ya shughuli za mtemi. Basi akasema, mi nahitaji nguo tu, nataka kwenda kuoa huko na nini, mniuzie nguo. Inaonekana mapadri walikuwa wanauza nguo na vitu vingine vilikuwa vinapatikana misioni zaidi kuliko sokoni ambako vitu vilikuwa sio vingi. Basi wakampatia nguo zake hizo na akaendelea na maisha na nini. Baadaye katika kuishi huko, shughuli zake zikawa zaidi ni za utemi, ni za shughuli za mtemi kama Mtware. Kwa hiyo mimi wakati nazaliwa, baba alikuwa ni Mtware, mtawala wa maeneo hayo, alikuwa mtawala wa maeneo ya Nyakayenzi na Nyaruge, afu na maeneo ambayo yalikuwa na kwenda mpaka maeneo ya Kakonko, maeneo yalikuwa yanajulikana huko wakati huo Nyarusange. Basi ni katikati ya mito miwili mikubwa inayozunguka maeneo hayo, maeneo ya Ruhwiti, maeneo ya Katengera. Basi ilikuwa ni eneo kubwa hilo. Alikuwa na maeneo mawili, alikuwa na mji kule maeneo ya Kakonko ambayo ilikuwa ni Nyarusange, na maeneo ya Nyakayenzi ambako mimi nilikuwa nimekulia huko na kuzaliwa huko, na kutoka huko nikaenda shule ya Muhange. Kwa hivi wazazi hawakuwa Wakristo. Mama alikuwa amefuata mafundisho ya ukatikumeni mpaka akahitimu, lakini nyakati hizo ilikuwa huwezi ukabatizwa mpaka umepata mchumba kabisa, na kabla ya kuoana ndio wanabatiza, hasa wasichana wanabatiza wasichana ambao wameingia imani hiyo, alafu ndipo baadaye unaendelea na Ukristo. Kwa hiyo alimaliza na alikuwa anamsubiria mchumba wake ambao walikuwa wameshachumbiana, na nadhani na mahali ilikuwa imeshatolewa, lakini ikatokea bahati mbaya yule mchumba wake akafariki. Sasa wazazi wake, kwa sababu mahali ilishatolewa, akasema kwamba lazima ukaolewe kwa mtu huyo katika familia hiyo, lakini mama akakataa. Lakini katika kukataa kule, aliondoka nyumbani akaenda kwa dada yake mkubwa ambaye tayari alikuwa ameolewa na baba. Alafu huko sasa ndiko na yeye basi akaona akachukuliwa na baba kama
kama mke wake, na huko ndio tukawa tumezaliwa. Hii hadithi tuliipata baadaye, hatukuijua mapema kabla ya hapo. Kwa hivyo nimekuwa katika familia hiyo ya baba na mama, na baadaye ndiyo nikaenda shule mwaka ule wa 57. Kaanza darasa la kwanza, nikasoma kwa miaka 4 mpaka mwaka 60, na mwaka 60 ikabidi nifuate ubatizo. Tulikuwa tunakwenda kila wakati wa likizo kufuata mafundisho na nini, na tukawa na kambi sasa mwezi huo wa 8 mwaka wa 1960 kule parokiani Kakonko, na tarehe 1 mwezi Septemba mwaka ule wa 1960 ndio nikapata ubatizo. Lakini kabla ya hapo wakati tukiwa shuleni mwezi wa 7, mwezi wa 6, mwezi wa 8, kulikuwa na utaratibu ambapo wanafunzi, padri alikuwa anakuja kutembelea shule za msingi kutafuta wanafunzi ama wa kujiunga na shule ya kati, middle school, ambayo ilikuwepo Kakonko tangu miaka ya 50, nadhani 52 ilikuwepo Kakonko, na seminari ambayo ilikuwepo Ujiji. Kuna wenzangu walikuwa wamechagua kwenda seminari, basi walikuwa wamesha kwenda kufanya mahojiano na askofu. Wakati ule alikuwa anaitwa Askofu Jan van Sambek, kwani padri wa shirika la wamisionari wa Afrika. Alikuwa na utaratibu wa kuzunguka parokia na kuhoji vijana ambao wangependa kujiunga na seminari. Mimi padre mwalimu aliyekuwa mkuu wa shule yetu alikuwa Venance Mkate kutoka Mahenge. Akawa ameniambia, nikasema mimi sitakwenda. Basi na kweli sikwenda. Lakini siku ya mtihani Padre Gabriel Chevalier aliyekuwa mkuu wa seminari wakati ule, alipoleta mitihani yake kutaini wale waliokuwa wamejiandikisha, nadhani walikuwa vijana kama 6 hivi wamejiandikisha, basi akaniambia tu, akasema hebu ujaribu mitihani hii, si lazima uende ufaulu, kama ukifaulu si lazima uende, lakini fanya mitihani kama kujipima. Ilikuwa kabla ya mtihani wa serikali wakati huo. Basi nikafanya mtihani ule na nini, kwa bahati nikafaulu, na padre akanipenda, akasema vipi, unaonaje kama naweza kujiunga na sisi? Nikasema nitauliza wazazi kwanza. Basi baadaye tukazungumza na yule mwalimu. Mwalimu yule alikuwa ni rafiki wa wazazi, alikuwa kama sehemu ya familia. Basi akaenda akamweleza baba na nini. Baadaye baba akasema utakwenda seminari na sio shule ya kati ya Kakonko. Ndivyo nilivyoanza safari ya kwenda seminari, na tarehe 29 mwezi wa 12 aliyekuwa paroko wetu Padre Joseph Harvey, yeye alikuwa ana magari pale, alikuwa na lori na alikuwa na dereva ambaye alikuwa ni Brude. Basi wakasema watapeleka waseminaristi Ujiji, na tulikuwa idadi
ya kutosha. Alikuwa anakusanya wanafunzi kutoka parokia ya Nyaronga, kutoka parokia ya Kakonko na kwenda Kibondo, Mabamba, wote hao tunaingia kwenye lori lake na kwenda Ujiji. Kwa hiyo tarehe hiyo 29 mwezi Disemba hiyo tukawa tumeelekea Ujiji. Kuna parokia moja ukishavuka mto Maragarasi inaitwa parokia ya Makere kabla ya kufika Kasulu. Pale tulisimama. Sasa tuliposimama pale, nadhani mapadri walikuwa wanapata chai au chakula na nini. Tumesimama pale wakawa wanataja Makere, Makere, Makere. Na mimi wakati kule niko kulia nyumbani, kulikuwa na watu walikuwa na desturi ya kwenda Uganda. Basi wanaporudi wanaongelea juu ya Makerere. Wasema kule Uganda maendeleo makubwa wana na vyuo inaitwa Makerere. Sasa niliposikia Makere, sasa ndio ile Makerere nilikuwa nasikia kijijini au vipi? Kumbe vilikuwa vitu viwili tofauti. Ni Makere, ile ni Makerere. Basi ndio tukaenda Ujiji pale seminarini. Tumesoma tangu mwaka huo mpaka 65 tukafanya mtihani. Na tulipofanya mtihani ule wa darasa la 8 wakati ule, kwa kweli sisi ndio tulikuwa wanafunzi wa mwisho kufanya mtihani wa kwenda kidato cha kwanza ukiwa umemaliza miaka 8. Wengine walikuwa wanamaliza miaka 7, ndio utaratibu ulivyokuja. Na wakati ule waseminaristi walikuwa wakimaliza darasa la 6 wanakwenda darasa la 5, darasa la 6 wanakwenda Kaengesa ambayo ilikuwa katika jimbo la Sumbawanga kwa sasa hivi, St. Joseph's Seminary Kaengesa. Sasa mwaka wetu huo wakawa utaratibu huo umekoma. Baadaye maelekezo yakawa ni kuja Itaga Seminari. Walikuwa rekta wa Ujiji Seminari na rekta wa Itaga Seminari, Padre Alois Melis alikuwa wa Ujiji na Padre Bodet alikuwa ni wa Itaga. Basi wakakubaliana kwamba sasa, nadhani walikuwa wanatimiza makubaliano ya maaskofu wa majimbo hayo mawili, ambayo kule tulikuwa bado na padre na askofu ambaye alikuwa ni mzungu, wakati Tabora alikuwepo askofu mkuu Marco Mihayo. Basi wakasema wanafunzi watakao kuwa wanamaliza Ujiji wanakwenda Itaga. Wale ambao wamefaulu kwenda sekondari watakuwa wanakwenda St. Mary's. Basi kwa hiyo tulikuwa na choices. Na mimi kwa kweli nilikuwa nimechagua kwenda St. Mary's. Lakini nani rekta akasema hapana, utakwenda seminari. Basi nikaja seminari ya Itaga. Tulikuwa vijana kadhaa, nadhani karibu 10 hivi, na kama sio kidogo, kama sitakosea. Tulikuwa wengi, ilikuwa idadi, nadhani tulikuwa 14. Basi tukaja kusoma Itaga Seminari mpaka mwaka ule wa 66 mpaka 69. Sasa baadaye, baada ya kumaliza, tunaulizwa maswali, unataka kwenda wapi na nini. Nikasema naendelea na seminari. Nikapelekwa Ntungamo, na nikiwa Ntungamo miaka ile ya 1971 ndio tukakutana na walimu halisi kutoka Makerere.
Basi walikuwa wanakuja kutoa mafundisho au mihadhara na nini, na mimi nikawa miongoni mwa wanafunzi ambao nilichaguliwa kuendelea kufanya mitihani hiyo ya Makerere. Basi ndio nikaingia Makerere mubashara katika, sio Makere tena, ni Makerere yenyewe. Basi tumeendelea hivyo mpaka nikaja seminari ya Kipalapala mwaka ule wa 72 na tukaendelea mpaka ikawa sasa ni kama mteremko, sijui mteremko au mpando. Basi nikawa nimezoea maisha ya seminari na nini, nikapenda. Basi ndio mwaka ule wa 75 nikapewa daraja la upadre tarehe ya 20 mwezi Julai, na aliyekuwa askofu jimbo wakati ule Mwafrika ambaye wa kwanza ambaye alikuwa ni Askofu Alphonse Daniel Nsabi ambaye alikuwa anatokea katika jimbo hili la jimbo kuu la Tabora. Alikuwa amekwenda kule Kigoma kama paroko kwa muda mjini Kigoma mwaka 65, alafu baadaye akarudi tena jimboni humu, alafu mwaka 69 Novemba nadhani akachaguliwa kuwa askofu wa Kigoma na akapata daraja la uaskofu mwezi wa pili nadhani tarehe 22 mwaka 1970. Basi ndio huyo akanipatia na mimi daraja la upadre kwa tarehe hiyo tajwa 20 mwezi wa 7 mwaka 1975. Basi ndivyo nilivyofikia upadre